Tajiri alijaribu wanawake watatu. Tafsiri ya Kiswahili Peter Rafford. Bilionea aliyechoka na wanawake wanaotafuta mali na tabasamu za uongo aliwapa kadi ya mkopo isiyo na kikomo wanawake watatu katika maisha yake: mpenzi wake, msaidizi wake na mjakazi wake, ili kujaribu mioyo yao ya kweli. Lana, mrembo na mwenye kiburi, aliiona kama uwanja wa kujifurahisha. Stella, mwenye tamaa na mwenye hila, aliibadilisha kuwa ngazi ya madaraka. Lakini ilikuwa Mirabel, mjakazi mnyenyekevu, aliyeitumia kwa vitu ambavyo hakuna aliyevitarajia, matendo madogo sana ya kibinadamu ambayo yangepasua matarajio yake na kubadilisha maisha yake milele. Alifanya nini ambacho uzuri wala tamaa havikunaweza kufika? Na kwa nini uchaguzi wake rahisi ulimfanya Peter kuona ulimwengu na upendo kwa namna tofauti kabisa? Je, kitendo kimoja cha huruma kimya kingeweza kung'aa kuliko kila kitu ambacho pesa zingenunua? CTA. Kama unataka kujua jinsi mjakazi huyu alivyomshangaza bilionea na kubadilisha maisha yake, endelea kusoma hadi mwisho. Usiache stori hii ya kipekee. Jua lilikuwa limeanza kutoboa ukungu wa asubuhi juu ya mji, mwanga wa dhahabu ukienea kwenye sakafu za marmar za ghorofa ya juu ya Rafford. Peter Rafford alisimama kimya karibu na madirisha makubwa yanayofika sakafuni hadi dari, vidole vimezunguka vikombe cha kahawa nyeusi, akitazama msukosuko wa mji chini. Majengo marefu yaliakisi mwangaza wa alfajiri. Magari yalikuwa yanatambaa kama mashua kwenye barabara, na mahali fulani mbali, mwanamuziki wa barabarani alipiga sauti ya huzuni. Hapa juu, hata hivyo, kila kitu kilionekana kuwa tupu. Kila kitu isipokuwa wazo lililokuwa likimtaabisha. Watu waliokuwa karibu naye huenda wasiwe kama walivyoonekana. Majina matatu yalizunguka akilini mwake kama mizuka: Lana, Stella, Mirabel. Mpenzi wake, mwenye tamaa, mzuri, daima akiigiza kwa ulimwengu na kwake. Msaidizi wake, mwerevu, mwenye ufanisi, mwenye hila kwa njia ambazo wengi hawangeona, lakini yeye alikuwa ameona. Na Mirabel, mnyenyekevu karibu kuwa haonekani, mwenye unyenyekevu ambao ulionekana wa kigeni kiasi kwamba ulimfanya ajiulize kama alikuwa amemwona kamwe. Maisha ya Peter yalikuwa mosaic ya mafanikio. Biashara za teknolojia ambazo zilirejesha viwanda, tuzo zilizojaa rafu zake, uso wake kwenye vifuniko vya magazeti. Hata hivyo, alipokuwa akinywa kahawa yake, aligundua kuwa hakuna tuzo ambayo ingeweza kujaza utupu aliosikia alipoangalia pembezoni mwa nafasi kubwa za kimya za ghorofa yake ya juu. Watu walivutwa na utajiri wake na mwangaza wa hadhi yake, si kwa mtu aliyekuwa nyuma yake. Na upendo daima ulikuwa wa biashara, zawadi, karamu za jioni, anasa. Matendo yote yalipimwa, matendo yote yalikuwa na masharti. Kengele laini ilizivunja mawazo yake. Mirabel alisimama tu ndani ya mlango, sare ya kijivu imepigwa pasi, nywele zimefungwa kwa kitoto, macho yameinamishwa. Bwana, kifungua kinywa kiko tayari, alisema kwa sauti ya chini. Kulikuwa na kusita ambako hakikaribiki kuonekana. Peter aliashiria kichwa bila kugeuka. Aliweka tray mezani, akarudi nyuma na kutoweka kimya kama alivyokuwa ametokea. Alihema na kugeuka kurudi dirishani, mawazo yakienda kwa sauti ya mama yake ikisikika kutoka kwa kumbukumbu za utoto. Oa mwanamke anayejenga, si tu anayeng'aa. Dhahabu inaweza kusuguliwa, lakini misingi lazima iwe imara. Alikubanya daraja la pua yake. Ni mara ngapi amepuuza ushauri wa mama yake kwa sababu ya ujuzi na uzuri nyingi sana. Simu ya Peter ilitetemeka. Ujumbe wa Lana kutoka Dubai ulionekana. Na kukosa sana babe, siwezi kusubiri kukuonyesha nilichonunua. Alisogeza pembeni. Hapakuwa na joto pale, hakuna uangalifu wa kweli. Tu upendo uliopangwa kwa uangalifu wa mtu anayestawi kwa uangalizi. Alikumbuka usiku mwingi ambao macho ya Lana yalikuwa yameng'aa kwa zawadi alizopokea, kwa sherehe zilizofanyika, kwa makofi, si kwake. Kisha kulikuwa na Stella, msaidizi wake. Alikuwa stadi, mwaminifu kwa njia ambazo urahisi ulihitaji.
Hata hivyo alikuwa amesikia mara moja katika sherehe akininong'ona, kama nitacheza kadi zangu vizuri, ninaweza kuwa Bi Rafford. Maneno hayo hayakumshtua wakati huo. Yalimtaabisha. Uaminifu uliozidishwa na mahesabu ulifanya moyo kuwa na mashaka. Na Mirabel, mpole, mnyenyekevu, aina ya mtu ambaye wema wake haukutangazwa, ambaye matendo yake yalikuwa madogo lakini makubwa. Alikumbuka mara moja alipokataa ofa yake ya kulipa upasuaji wa mama yake. Si wajibu wako bwana, nitaweza. Hakuna mandhari ya shukrani, hakuna udanganyifu, tu kimya. Macho ya Peter yaliangukia bahasha tatu kwenye dawati lake, kadi nyeusi zisizo na alama zilizonyamazishwa ndani, majina yaliyoandikwa kwa fedha: Lana, Stella, Mirabel, bila kikomo. Hakuna sheria, siku 3, zawadi au mtihani. Hakuamua. La, alikuwa ameamua. Alikuwa na shauku ya ukweli. Si maneno, si ahadi, bali kitendo. Alihitaji kujua kila mwanamke alikithamini nini wakati hakuna kilichozuiwa. Wakati hakuna aliyetazama. Alichukua simu yake na kupiga simu. James, nahitaji ufuatiliaji kamili wa siri. Kadi za mkopo, maeneo, ununuzi. Ifanye kwa ukaribu. Hakuna uvujaji. Umilewa. Sauti upande wa pili ilijibu bila kusita. Ndiyo bwana. Peter alikata simu, akihisi mchanganyiko wa hatia na azimio. Hii haikuwa udanganyifu. Ilikuwa uwazi. Kama hangeona ni kweli walikuwa, huenda asingeacha kuwa peke yake. Kufikia adhuhuri, bahasha zilikuwa zinasonga. Ile ya Lana ilifika kwa kelele inayosikika, mwanga wa kawaida ukiwasha nywele zake za platinum alipozishika. Stella aliipokea yake kwa tabasamu lililowekwa, mwangaza wa tamaa machoni mwake, na Mirabel aliitazama yake kama ingeweza kumchoma, hakika mwenye kusita, hakika kama alistahili au ilikuwa kosa fulani. Jioni hiyo, Peter aliketi peke yake katika ofisi, mwangaza wa dhahabu wa taa ya dawati ukiangazia rundo la ripoti. Picha na gilasi ya scotch ambayo haikuguswa. Hangeweza kusimamisha kufikiri kuhusu tofauti. Jinsi uzuri na mvuto vingeweza kumpufisha hata yeye. Jinsi tamaa ingeweza kujenga madaraja au vizuizi, na jinsi tu, labda, matendo ya kimya ya wasio na kuzingatiwa yangeweza kubeba uzito mzito kuliko anasa yoyote, mafanikio yoyote, sifa yoyote. Alilaza kipaji chake cha uso kwenye dirisha baridi, mji ukiwa ni uwazi chini yake, na kunong'ona kwa hakuna mtu. Hebu tuone ni nani anayeniona mimi, kwa mimi, na ni nani anayona tu nilichonayo. Je, upepo ulibeba harufu finyu ya mvua, ya mabadiliko, na ya nyakati ambazo zingeweza kuvunja au kujenga upya kila kitu. Asubuhi iliyofuata, mji ulikuwa umekwisha kuamka kabisa, kelele za magari, kasi na msukosuko wa maisha. Wakati Peter alitazama kutoka ghorofa yake ya juu kama kutoka ulimwengu mwingine, bahasha zilizongoja kwenye dawati la mwaloni wa kinyevu kama hukumu za kimya. Kila moja ilikuwa na uwezekano usio na kikomo, lakini Peter hakuwa na udadisi kuhusu pesa. Alikuwa na udadisi kuhusu ukweli. Lana alikuwa wa kwanza kusonga. Bahasha nyeusi laini ilitoweka kwenye mkoba wake wa muundo alipoingia lifti iliyosugua ya mnara wa Rafford. Mawazo yake tayari yalikuwa yakihesabu. Viatu kwanza, mikoba, shampeni. Wafuasi wangu lazima waone hii. Alijijiria akielea kupitia maduka. Kila ununuzi ni alama ya hadhi, matangazo ya mafanikio. Alikuwa amefundishwa na maisha marefu ya upendeleo kujibu fursa kwa ukarimu kupita kiasi, kulinganisha thamani na lebo za bei. Msisimko wa nguvu ulienda kwenye mishipa yake alipojifikiria akiweka Instagram stories za matumizi. Ulimwengu ukitazama, ukushangaa, ukiwa na wivu. Kufikia adhuhuri, Lana alikuwa katika duka la juu mjini, nywele zake za platinum zikitega mwanga wa jua ulioingia kupitia madirisha. Msaidizi wa mauzo alizunguka, akingoja idhini yake, akinyanyua blauzi za hariri na mikoba ya ngozi kama vile vilikuwa vitu vitakatifu. Lana hakutazama lebo za bei. Je, anaona hata? Alifikiri, akitabasamu kwa kejeli. Je, anajali? Alipiga picha, hadithi, hashtags, zikiruka. Jitunze. Ninaishi maisha yangu bora. Nimedunga na kubarikiwa. Kwake, matumizi hayakuwa anasa,
yalikuwa onyesho, ushahidi wa utamanifu wake, ushahidi wa nguvu. Wakati huo huo, asubuhi ya Stella ilikuwa tofauti kabisa. Alitembea kwa kasi kwenda Rafford Enterprises, bahasha mkononi, viatu vya bei kubwa vikikonga kwa nguvu dhidi ya sakafu za marmar. Alisimama kidogo mbele ya dirisha la ofisi yake, akitazama mji chini. Muda ni nguvu, ushawishi ni utajiri. Hakupanga kutumia kadi kwake mwenyewe. Anasahau kuwa msisimko, mkakati ndio ulikuwa. Hatua zake zilikuwa sahihi, zilipimiwa, akili yake ikihesabu kila msogeo. Matibabu ya spa, ndio, lakini tu kama maandalizi ya mikutano aliyoandaa na wawekezaji wenye ushawishi. Mavazi ya muundo, tu kuunda hisia kamilifu. Kila kitu alichofanya kilikuwa uwekezaji katika mustakabali wake. Ushauri wa uangalifu kati ya tamaa na upatikanaji. Stella hakutumia tu, alijiweka mahali, kufanya uwepo wake usiweze kuepukwa katika vyumba ambavyo hakuwa amechuma, lakini alikusudia kutawala. Kisha kulikuwa na Mirabel. Bahasha ilikaa kwenye kaunti yake ya jikoni, isiyofaa dhidi ya rundola ankara na orodha za ununuzi. Aliishikilia mikononi mwake, kidole gumba cha mkono kikipapasa kadi nyusi kana kwamba ilikuwa kitu cha uhifadhi chenye hafifu. Mawazo yake hayakuwa ya anasa. Siku 3, ni nini kinachohusika? Alifikiria maelekezo ya Bwana Rafford, lakini pia ya apartmenti ndogo katika mtaa, ambapo binti mdogo wa jirani mara nyingi aliruka chakula cha mchana kumsaidia mama yake kutumia bajeti yao. Alifikiria mzee nje ya kituo cha treni akishikilia bango la karatasi. Nataka tu kuwa na joto usiku wa leo. Moyo wa Mirabel ulifinyika, silika yake ikielekeza matendo yake. Hakuwa amefundishwa kamwe kuwa utajiri ulikuwa wake kuonyesha. Ulikuwa kutumika kwa hekima, kwa ukarimu, kimya kimya. Kufikia adhuhuri, barabara za mji zilianza kupiga mwangwi wa maamuzi yao. Instagram ya Lana ilikuwa haina masasisho. Akifungua mkoba wa $5,000, akiniwa champagne kwenye terasi ya juu, akicheka na marafiki ambao hawakumjua vizuri. Kadi ya mkopo ilimruhusu kuigiza bila kikomo, na aliigiza kwa kila dola akiwa na mwanga juu yake mwenyewe. Hakusimama kufikiria, kutafakari, kuuliza maswali. Kila kitu kilikuwa ni kuonekana, kila kitu kilikuwa ni makofi. Stella, kwa upande mwingine, alitekeleza mpango wake kwa usahihi. Mikutano ya chakula cha mchana na wakuu wa kampuni, matukio ya mitandao, ladha za mvinyo zilizoandaliwa kwa uangalifu kuvutia wawasiliani wenye ushawishi. Msanifu wa kibinafsi alibadilisha kabati lake la nguo kuwa kifaa cha mazungumzo cha kuona. Kila mavazi, kauli iliyohesabiwa ya mamlaka. Alituma ujumbe machache wa siri kwa wawekezaji, akisisitiza ukaribu wake na Peter Rafford, akitumia kadi kunda fursa. Kila kitendo, kila ununuzi, kila neno lilikuwa la makusudi. Alitumia pesa kama bingwa wa chess, akihamisha vipande kudhibiti, kusonga mbele, kuhakikisha nafasi. Na Mirabel alisogea kimya kimya kwa makusudi. Msimamo wake wa kwanza ulikuwa duka la pembe ambapo alinunua vitu vya wastani. Mchele, maharagwe, mkate, matunda safi. Alitoa bahasha kwa muuguzi katika hospitali ya karibu, akifunika gharama za matibabu kwa wagonjwa ambao walikuwa wakipambana kulipa. Alinunua vyakula vinne katika mahali pa chakula kidogo na kuvitoa kwa watu wasio na makazi karibu na mtaa wa 8. Kila mmoja akiwa na shukrani, lakini hajui ni nani aliyetoa chakula. Siku ya Mirabel ililiwasi kwa anasa bali kwa uangalifu. Kila kitendo cha makusudi, kila uchaguzi na uwekezaji katika ubinadamu badala ya kwake mwenyewe. Peter alitazama kutoka kwa ukanda wa usalama, moyo mzito lakini na faraja. Lana alikuwa mzuri, mvutano, lakini mwenye kujishughulisha na nafsi yake. Stella alikuwa mwerevu, mwenye usawa na tamaa, lakini ujuzi wake ulikuwa wa biashara, ukielekeza kujiendeleza, si kuhusiana. Na Mirabel alisogea katika siku yake karibu bila kuonekana. Hata hivyo, kila ishara ndogo ilisikika kwa nguvu zaidi kuliko onyesho la kung'ara la wengine wawili. Kufikia jioni, matokeo yalikuwa wazi. Matumizi ya Lana yalikuwa yamefika makumi ya maelfu ya dola, yamejaa anasa na mandhari.
Stella alikuwa amefanikisha ushawishi na uwezekano wa mitandao. Kila msogeo wake ulikuwa wa kimkakati. Mirabel alikuwa ametumia sehemu ndogo ya kadi, lakini athari ya siku yake ilienea mbali zaidi ya dola, ikigusa maisha kimya bila matarajio. Peter alifunga ripoti, akipumua polepole. Hii ndio nilihitaji kuona, alifikiri. Masks zilikuwa zinaanguka. Maonyesho yangekaribia kuisha, na katika ishara za kimya za mwanamke ambaye hakuomba chochote, alianza kuona maisha aliyokuwa akitafuta. Nyumba ambayo hakuwa nayo kamwe, na aina ya upendo ambao labda angeweza kuruhusu mwenyewe kukubali. Chumba cha chakula cha jioni kilikuwa kanisa la ustadi. Sakafu za marmar zilizosugua zikiakisi mwangaza laini wa taa ya fueli. Vijiko vilikuwa vimeng'aa. Sahani nzuri zilizozungushiwa dhahabu zilisimama kwa mpangilio kamili, na harufu ya mwana-kondoo wa kuchomwa ilichanganyika kwa unyenyekevu na mishumaa ya vanilla. Ilikuwa uwanja mkamilifu wa utajiri wa kuonyesha onyesho. Lakini usiku wa leo, Peter alikusudia kitu kizito zaidi kuliko anasa. Lana alifika kwanza, akishuka ngazi akiwa amevaa gauni jekundu ambalo lilikuwa likimeta kama moto. Viatu vyake vya bei kubwa vilikonga dhidi ya marmar kwa mamlaka ya makusudi, kila masogeo ukiwa ni onyesho la kuhesabiwa. Hakutazama Peter, tu mezani, akifikiria onyesho ambalo angefanya. Hii itakuwa usiku wa kukukumbuka, alifikiri, akizungusha gilasi la mvinyo mkononi mwake, kioevu kikielekeza taa ya fuele juu kama moto mdogo. Stella alifuata, sahihi na mwenye usawa. Suti yake nyeusi ya suruali ilitengenezwa kwa ukamilifu, brochi yake ikitega mwanga. Alitembea kwa ujasiri wa kuhesabiwa ambao ulikuwa umemsaidia kupanda kila ngazi katika ulimwengu wa Peter. Macho yake yalikuwa makali yakichambua meza, mpangilio wa viti, athari zinazowezekana za Peter. Alikwisha fikiria mazungumzo, michezo finyu ya kisaikolojia, nguvu ambazo angeweza kupata. Mwishowe, Mirabel alifika. Alivaa blauzi laini ya rangi ya cream na sketi ndefu ya maua, nywele zake zikifungwa vizuri nyuma, mikono imekunjwa kwa upole mbele yake. Hakubeba ujasiri wowote wa Lana, wala usawa wa kimkakati wa Stella. Alitembea kimya kana kwamba kila hatua ilihitaji wazo na unyenyekevu. Aliangalia meza, uwanja, na kwa silika alihisi hayuko mahali pake. Lakini hakuchelewa, hakugeuka kurudi. Alikuja kwa sababu Peter alikuwa ameomba, kwa sababu alikuwa amejumuishwa, kwa sababu alimwamini. Kimya katika chumba kilikuwa kinachogusika. Hata watumishi walizunguka nje ya kuonekana, hawana uhakika, wakingoja nota ya kwanza kuvunja mvutano. Peter alisimama kichwani mwa meza, mikono imekunjwa kwa upole mbele yake. Macho yake yalipita juu ya wanawake watatu, yakiwaorodhesha, yakiwapima, yakiwaelewa zaidi kuliko walivyogundua. Asante kwa kuja, alianza, sauti yake tulivu, lakini ikibeba uzito wa matarajio. Usiku wa leo ni kuhusu ukweli, si onyesho, si mwonekano, ni ukweli. Lana alitabasamu kwa kejeli, akizungusha gilasi lake la mvinyo. Ukweli, ni ukweli gani? Ulitupa zawadi bila kikomo. Hakuna sheria. Hiyo haitoshi? Macho ya Peter yalikuwa imara. Ilikuwa zawadi, ndio, lakini pia mtihani. Mtihani wa kuona mlithamini nini wakati hakuna aliyetazama. Kuona ni nini kilichokuwa na maana zaidi kwenu. Ukali mkali uliingia chumbani pale hukumu ya kwanza ilipotolewa. Na uliona nini? Stella aliuliza, toni yake ikiwa na uangalifu wa wastani, ikificha mahesabu nyuma ya ustaarabu. Nilitazama, Peter alisema, sauti yake chini lakini imara. Nilitazama jinsi mlivyotumia nilichowapa. Lana, ulitumia $86,000 katika siku 3, nguo za muundo, vito, sherehe. Ulikuwa mzuri, lakini yote yalikuwa kwa ajili yako, kuonekana, kuonyesha. Hukusimama kufikiria kuhusu wengine au athari za uchaguzi wako zaidi ya kuonekana. Ulitumia kulisha ubinafsi wako. Taya la Lana lilifinika, vidole vikishika gilasi lake. Ulinipigia siri? Hapana, Peter alisema kwa usawa. Nilichunguza. Ulijibainisha mwenyewe. Macho yake yaliparamia, hasira ikitokeza chini ya uso. Sawa na,
Nilifurahia zawadi, hiyo ndio yote. Macho ya Peter hayakutikisika. Na hiyo hasa ni pointi. Kufurahia kwako kulikuwa onyesho, si huruma. Hukufikiria hata nilichoweza kufanya kwa mtu mwingine. Hiyo ndio ukweli wako. Mkono wa Lana ulitoka ghafla, ukishika mkoba wake. Haiwezekani, una ugonjwa. Viatu vyake vilitinga dhidi ya marmar alipokimbia nje, sauti ikisikika kama risasi. Ikiacha kimya chenye umeme nyuma yake, Peter aligeuka polepole kwa Stella. Na wewe Stella, ulitumia kadi kujinyanyua, kuunda mitandao, kutia kiwewe. Hukupoteza pesa, lakini daima ulikuwa ukihesabu. Tamaani ya kushangaza, lakini ilikuwa ya kibiashara. Kila masogeo uliofanya ulikujiweka mahali kwa faida, si kwa uhusiano. Macho ya Stella yaliangusha, sauti chini, lakini ikitia uchungu. Basi tamaa ni uhalifu sasa. Nimefanya kazi kwa miaka, nimetoa dhabihu kila kitu. Si uhalifu, Peter alisema, kimya lakini ikichoma. Ni udanganyifu unaokata zaidi. Uliwekeza katika mkakati wako wa kutoka, si kwa watu waliozunguka. Nilikupa uhuru. Ulitumia kuunda fursa kwa ajili yako. Hiyo ndio ukweli wako. Aliinuka kwa ustadi, mvutano ukikunjwa mabegani mwake. Basi yeye ni mtakatifu, aliashiria Mirabel. Mjakazi mnyenyekevu ambaye hakugusa kadi hata kidogo. Midomo ya Peter ilibana kwa mstari mwembamba. Ndio. Mirabel aliganda, macho mapana, hakika kama anapaswa kusema. Vidole vyake viligeuza kwa upole kifuani mwake. Mimi, sikujua hii ilikuwa mtihani. Alinong'ona. Peter aliinama mbele, sauti laini. Nilitaka kuona wewe ni nani wakati hakuna anayetazama. Na nilikuona ukinunua chakula kwa wale wasio nacho. Ukifunika bili za matibabu. Ukisaidia watoto ambao hukuwahi kukutana nao. Hukutafuta kutambuliwa. Hukutafuta zawadi. Ulitoa tu. Hiyo ndio ukweli wako, Mirabel. Masharubu ya Mirabel yakachomoza, kichwa chake kikiinama kwa silika. Mimi. Nilijaribu tu kufanya linalofaa, alinong'ona. Macho ya Peter yalilegea. Na hiyo inatosha. Hiyo ni kila kitu nilichokuwa nikitafuta. Kwa muda mrefu, kimya kilianguka chumbani. Sio tupu, sio kisikifu, bali kilikuwa kizito na ufunuo na tofauti na uwazi. Masks zilikuwa zimeanguka. Onyesho la Lana, makakati wa Stella, huruma ya kimya ya Mirabel. Vyote vilikuwa vimefichuliwa katika usiku mmoja. Taa za mji zilimetameta bila kujali. Ndani, kitu cha thamani zaidi kilikuwa kimefichuliwa. Peter aliinama nyuma, hatimaye akipumua. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, alihisi uwazi ambao hakutegemea. Kitendo kimoja kidogo cha wema wa kujitolea kilikuwa kimevunja hisia ambazo utajiri na nguvu vingeweza kujenga. Moyo mmoja mnyenyekevu ulimwonyesha alichotaka kweli, si tu kwa mpenzi, bali katika nyumba, katika maisha, katika upendo. Mwanga wa jua la asubuhi ulimwagika kupitia madirisha makubwa ya ghorofa ya juu ya Peter, ukipaka marmar iliyosugua kwa dhahabu laini. Mji chini ulipiga kelele kama kawaida, usijue kuwa ndani mapinduzi ya kimya ya moyo yalikuwa yakitokea. Peter alisimama karibu na madirisha, mikono imekunjwa, akitazama mitaa inayoanza kuwa hai. Hakuwa akifikiria chati za hisa au michanganyiko au mikataba ambayo ingeweza kubadilisha ulimwengu usiku mmoja. Alikuwa akifikiria Mirabel. Kumbukumbu ya chakula cha jioni cha jana usiku, mgongano, mafunuo, uwazi, vilizunguka akilini mwake kama wimbo ambao hangeweza kuacha kuimba. Mirabel aliingia chumbani kwa upole, sketi yake ya maua ikisugua sakafu, kikapu cha mkate safi mikononi mwake. Alisimama, akiangalia msimamo wa Peter wa kufikiria kwa kina. Habari za asubuhi, alisema kwa upole, sauti yake ikibeba joto ambalo lilifanya ghorofa ya juu kuhisi, si kama ngome ya utajiri bali kama nyumba. Peter aliguka, tabasamu dogo likiondoka midomoni mwake. Habari za asubuhi, alijibu, maneno yakihisi tofauti yaliposemwa kwake. Laini zaidi, ya kweli zaidi. Aliweka kikapu kwenye kaunti ya marmar, akifungua croissants, mikate, na majagi madogo ya jam. Nilifikiria tunaweza kupata kifungua kinywa kabla hujaanza siku yako, alisema. Macho yake yalikutana na yake, wazi.
Wadilifu, bila ulinzi. Hakuna onyesho. Tusisi. Kifua cha Peter kilifinyika. Mimi, ninapenda hilo, alikiri. Zaidi kuliko nilivyotegemea. Mirabel alitabasamu kidogo, akipanga mkate kwa mikono yenye uangalifu. Kulikuwa na utulivu kuhusu yeye, utu kimya ambao ulimfanya agunduke kitu alichokuwa amepuuza kwa muda mrefu. Upendo haukuhitaji ukuu, upendo haukuhitaji mandhari. Upendo ulihitaji ukweli. Waliketi mkabala na kila mmoja kwenye meza ndogo katika kona ya ghorofa ya juu. Hakuna taa za fuele usiku wa leo, hakuna sahani za fedha, tu mwanga wa jua, mkate safi na harufu finyu ya kahawa. Peter alivunja kimya. Nimeishi maisha yangu nikaamini ninaweza kupima watu kwa tamaa yao, ushawishi wao, uwezo wao wa kupanga mkakati. Lakini jana usiku, niliona kitu tofauti. Niliona moyo unaotoa bila kufikiri zawadi. Na niligundua nimekuwa nikitafuta mahali pasipofaa. Vidole vya Mirabel vilisimama juu ya kikombe chake. Alitazama chini, masharubu yake yakiwa na rangi ya waridi. Sikufanya chochote cha ajabu, alinong'ona. Nilijaribu kusaidia tu. Hiyo ndio yote mtu anayoweza kufanya. Peter aliinama mbele, macho yake makali. Ni ya ajabu Mirabel, ni nadra na inabadilisha kila kitu. Upepo laini uliingia kupitia dirisha lililokuwa wazi, ukipeperusha kurasa za daftari ambalo Peter alikuwa ameliacha mezani. Ilikuwa daftari lililojaa mipango, upanuzi wa biashara, miradi ya misaada, ununuzi unaowezekana. Aliisukuma kando. Nimekuwa nikifikiria, je, tunabadilikaje jinsi tunavyofanya mambo? Si kwa ajili yetu tu, bali kwa wengine. Nataka kutumia nilichonayo kusaidia watu, si tu kujenga utajiri. Na nataka kufanya hivyo nawe. Mirabel alitazama juu, akishtuka, matumaini na kutokusadiki vikichanganyika katika sura yake. Pamoja na mimi, ndio, Peter alisema kwa urahisi. Nataka uwe upande wangu, si kwa sababu wewe ni mwerevu au wa kimkakati, si kwa sababu unakubali muundo, bali kwa sababu wewe ni mwadilifu, wewe ni mpole. Unanikumbusha kinachohusika. Machozi yalitishia kumwagika machoni mwake. Mimi, sijui cha kusema, alinong'ona. Sikuwahi kufikiri mtu kama wewe, mtu mwenye nguvu kiasi hicho, angeweza kuona mtu kama mimi. Peter alikata mkono mezani, akishika mkono wake katika wake. Sitaki mtu kama wewe, nataka wewe, wewe halisi, daima. Kwa mara ya kwanza, Mirabel aliruhusu mwenyewe kuamini, si tu ahadi ya utajiri au faraja, bali ahadi ya ushirikiano, ya kusudi lililoshirikiwa. Alishinikiza mkono wake, moyo wake ukipiga kwa mchanganyiko wa furaha, faraja na matarajio. Basi tunaanza pamoja, alisema kwa upole. Si kwa ajili ya onyesho, si kwa ajili ya kutambuliwa, bali kwa sababu ni sawa. Peter aliashiria kichwa. Hasa, na tutaanza kwa kuwasaidia watu tunaoweza kuwafika mara moja. Familia, watoto, jamii ambazo zimepuuzwa. Kisha tutaota kubwa zaidi. Walitumia asubuhi wakipanga kimya kimya, si kwa majedwali na utabiri, bali kwa michoro ya mawazo, orodha za mahitaji na uwezekano. Kila mapendekezo Mirabel aliyofanya yalikuwa ya vitendo, yaliyolenga binadamu. Kila mpango Peter aliyopendekezea ulipunguzwa na hekima yake. Ilikuwa ushirikiano tofauti na chochote alichowahi kupata. Masaa kadhaa baadaye, jina la Lana lilipita akilini mwake, na aliondoa mbali la Stella pia. Tamaa zao, ubinafsi wao, makezo, hazikuwa na uzito tena. Alikuwa ameona ulimifu wa tamaa za kibinadamu. Lakini hapa, katika mwanga laini wa asubuhi, mkono wa Mirabel ukiwa mkononi mwake, alihisi kitu ambacho hakuwa amehisi kwa miaka mingi. Uwazi, kusudi, nyumbani. Nje mji uliendelea bila kujali. Lakini ndani mioyo miwili ilikuwa imepata usawa. Maisha mawili yalikuwa yakaribia kuungana, si tu katika upendo, bali katika utume. Na katika ghorofa hiyo rahisi, kati ya mkate na mwanga wa jua, Peter na Mirabel walianza sura ya kwanza ya maisha mapya, yaliyojengwa si juu ya hisia za utajiri, bali juu ya ukweli wa huruma, uadilifu na ndoto zilizoshirikiwa. Ulimwengu ungeweza kungoja.
Kwa ajili yao, leo ilikuwa kuhusu ukweli, wema, na muujiza wa kimya wa uhusiano. Wisho. Somo. Upendo wa kweli hauonekani kwa gharama au mandhari, bali katika matendo madogo ya wema na huruma. Kile tunachothamini wakati hakuna anayetazama ndiko kinachoeleza hasa ni nani sisi.